Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni kwa nini Mujitaba Khamenei anataka kulipa kisasi juu ya wale waliomuua baba yake, kwa maana anayetajwa sasa ni rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini zaidi, kwa namna inavyoonekana, rais wa Marekani Donald Trump inaonekana ni namba moja katika kisasi hicho. Lakini je, Mujitaba Khamenei ataweza kulipa kisasi hicho? Endelea kuwa nami uweze kufahamu ni nini ambacho kitajiri. Katika namna ya kipekee, wiki iliyopita kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu alitoa taarifa inayohusishwa na yeye, akisema kwamba lazima Iran ilipe kisasi kutokana na kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, jambo hili limezua maswali mengi kwamba ni kwa nini kiongozi huyo anataka kulipa kisasi dhidi ya kifo cha baba yake. Kuna mambo matano ambayo wakati huu yanaonekana ndio sababu za msingi za Mujitaba Khamenei kutaka kulipa kisasi. Kwa muda mrefu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilikuwa na mgogoro mkubwa dhidi ya mataifa ya Magharibi, hasa Marekani. Hii ni baada ya mapinduzi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran mnamo mwaka 1979. Hata baada ya kuchukua madaraka Ayatollah Al-Khamenei, moja kati ya jambo ambalo sasa lilionekana kwamba Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ilikuwa imara zaidi ni wakati wa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Sasa mbinu kadhaa zilipangwa kwa ajili ya kumuua kiongozi huyo, na hatimaye mnamo Februari 28, baada ya vita ya mara ya pili kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei alilengwa kupitia ndege za kivita katika boma lake na hatimaye kuuawa kwake. Sasa mwanawe Mujitaba Khamenei ameteuliwa kuwa kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kifo cha baba yake. Kifo hiki kinaonekana kumpa maumivu mazito Ayatollah Mujitaba Khamenei, na kulingana na namna ambavyo raia katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walivyokuwa wakisema lazima tunataka tulipe kisasi, huku mabango yakionekana hadharani, hasa katika kipindi cha mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei, raia wa kawaida wameonyesha mabango ya kutaka kulipiza kisasi kumuua rais wa Marekani. Picha zilichorwa kuonyesha kwamba anatakiwa kuwa target ya Wairan sasa ni rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa kiongozi mkuu naye akatilia uzito kuhusu jambo hilo, ambapo mnamo siku ya Jumamosi kiongozi mkuu muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu wa sasa Mujitaba Khamenei akatangaza rasmi kwamba anataka kulipiza kisasi. Tutazame ni kwa nini Mujitaba Khamenei anataka alipe kisasi. Jambo la kwanza ni maumivu ya kihisia kama binadamu, kumpoteza baba yake mzazi, kumpoteza mke wake, lakini pia mtoto wake na ndugu zake wengine, kadhalika kuwapoteza makamanda wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Akiwa kama kiongozi sasa anaona kwamba ana wajibu wa kulipa kisasi hicho. Kiongozi huyo muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu anahisi kwamba ikiwa atalipa kisasi ni kwamba itakuwa amepunguza maumivu ya kihisia ambayo sasa anayo, na hili linaonekana ni kama kidonda katika nafsi yake pale anapokumbuka baba yake pamoja na mke wake na ndugu zake wengine waliouawa. Lakini jambo la pili ni heshima ya nchi na wananchi wake. Ayatollah Al-Khamenei anaona kwamba kama atalipa kisasi kwa kumuua hasa rais wa Marekani ni kwamba ameipa heshima nchi ya Iran, lakini pia amewapa heshima wananchi wake, kwani wao ndio ambao mara nyingi hasa katika kipindi cha mazishi ya baba yake walikuwa wakionyesha kwamba wanataka kulipa kisasi juu ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Jambo la tatu ni kwamba anataka kuonyesha wa Iran wana uwezo wa kufanya lolote mbele ya Marekani. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, licha ya baadhi ya watu kusema kwamba labda anatumia tu propaganda dhidi ya Marekani, lakini wakati huu ameamua kufanya maamuzi hayo katika kile kinachoonekana ni kuionyesha dunia kwamba wa Iran wana uwezo wa kufanya lolote mbele ya Marekani, kama ambavyo wameendelea kuhimili juu ya mapambano dhidi ya Marekani. Lakini pia katika wakati ambapo Marekani ilisema itafanya mashambulizi dhidi ya Iran, lakini ni Iran ambayo imeendeleza mapambano zaidi dhidi ya Marekani na adui mwingine ambaye ni Israel. Lakini pia ni kumfanya adui, kwa maana rais wa Marekani ajihisi hayupo salama wakati akiwa anapambana kwa kutumia nguvu kubwa kutaka kuishambulia Iran. Ayatollah Mujitaba Khamenei anataka kumfanya Donald Trump ajihisi mtu asiyekuwa salama wakati wowote, na hatimaye akatetamaa kuendelea na mapambano dhidi yake. Lakini jambo la tano itakuwa ni ushindi usiokuwa wa kifani kwa Mujitaba Khamenei endapo
atafanikiwa kumuua rais wa Marekani bwana Donald Trump, na atajiona mtu mwenye kutuliza jambo zito katika kifua chake na hata kuwatua mzigo mkubwa wa Iran waliokuwa nao katika nafsi zao. Swali hili katika kujibu ni kwamba ni ndio nani hapana. Ni ndio kwa sababu kuna majaribio mengi kadhaa ya kukoswakoswa kwa risasi kwa rais wa Marekani Donald Trump, ingawa haikuwa wazi na halisi kwamba ni wa Iran waliohusika, lakini jambo hili linawezekana, na licha ya kwamba waliomshambulia hawakuwa na target za kumlenga, lakini ilionekana wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kumuua kiongozi huyo. Jambo pekee ambalo litaweza kumuua rais wa Marekani Donald Trump ni kujipanga kwa wa Iran kumvizia katika matukio yasiyotarajiwa kufanya mauaji hasa ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Lakini hili litategemea na kuwa na masniper, kwa maana wale walengaji wazuri ambao wataweza kufanikiwa katika jambo hili. Lakini kwa namna ya kipekee Iran inatajwa kwa sasa ina ujasusi wa hali ya juu katika kufanya tukio kama hili. Inaweza kutumia ujasusi wa hali ya juu. Wa Iran wapo vizuri sana katika ujasusi katika nyakati hizi, na ndio maana walikuwa na uwezo wa kuweza kudukua mambo mengi katika taifa la Kiyahudi linalotajwa kwamba lina uwezo mkubwa katika masuala ya ujasusi katika kuzuia uhalifu. Lakini kwa nini haitowezekana? Hofu ya maneno ya Donald Trump kuiangamiza Iran ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana ikiwa Trump atauawa, Iran haitakuwa tulivu tena. Marekani haiwezi kukubali kuuliwa kwa mtu muhimu katika nchi, na maneno ya Donald Trump yataingia katika hatua za uhalisia. Iran itashambuliwa kwa kila aina ya silaha, na huenda hata NATO watajitokeza hadharani kwa ajili ya kisasi hiki. Yaani hapa tutarajie hata silaha ambazo zina chembe za nyuklia kutoka nchini Marekani zinaweza kutumika, na hii itakuwa ni hatari katika taifa la Iran, na kwamba taifa hili huenda likaangamizwa kweli. Itakuwa ni jambo hatari sana kumuua kiongozi wa nchi, hasa nchi kama Marekani. Kwa hivyo hapa tutarajie kuwa kutakuwa na tahadhari kubwa mno. Ulinzi utaongezwa kwa rais Donald Trump. Kwa sasa si wa kawaida. Rais huyo ameongezewa ulinzi wa kutosha, na wataalamu wengi wanadaiwa kuongezwa katika kumlinda Donald Trump kwa kuwa na hofu kwamba anawindwa na ni namba moja katika watu wanaowindwa nchini Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika